Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Seda Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa zitasomwa na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na mtazamaji wa TVE, karibu, na moja kwa moja tuanzie kwa mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko amewataka wazazi na walezi kupeleka watoto shule, huku akitangaza kuwachukulia hatua wazazi walioshindwa kutekeleza agizo hilo. Neema Hussein anayo taarifa zaidi. Mrindoko ameyasema hayo wakati akitembelea na kukagua uripoti wa wanafunzi katika shule za msingi na sekondari zilizopo manispaa ya Mpanda, huku akitoa wito kwa walimu kuhakikisha wanawapokea wanafunzi bila kikwazo. Nimewaagiza nyie wanafunzi, mkawatafute rafiki zenu, mkawatafute mameti zenu mliosoma nao shule ya msingi, mmemaliza nao na mmepangwa nao shule ya msingi Mwangaza na shule nyingine ndani ya mkoa wote wa Katavi, na muambie nimetoa tangazo la mwisho, ninawataka shuleni haraka iwezekanavyo. Tumeelewana? Tangazo la pili, wazazi na walezi ambao wanao wanafunzi nyumbani saa hizi na anajua kabisa mwanafunzi huyo amechaguliwa kwenda kujiunga na sekondari fulani ndani ya mkoa wa Katavi. Tangazo la pili, ukiendelea kukaa na huyo mwanafunzi unatafuta kesi na serikali, na hatutakuvumilia wala hatutakusamehe, kwa sababu haipo sababu yoyote ya kumchelewesha mwanafunzi kuja kupata masomo yake. Akija hajavaa uniform sahihi, tarehe hizi za mwanzo mpokee, aingie darasani, aanze masomo na wenzake, kwa sababu uelewa hauko kwenye shati na sketi au shati na suruali au sweta ya shule. Mzazi ataendelea kujipanga hii wiki ya kwanza kuhakikisha kwamba mwanafunzi huyu anapata uniform, lakini akija na nguo yake ya nyumbani, ili mradi ni nguo ya heshima, apokelewe, aingie darasani, aanze masomo pamoja na wenzake. Hali ya uripoti wa wanafunzi bado hairidhishi, na katika shule ya sekondari Kishaki ilipangiwa wanafunzi zaidi ya 100, lakini wanafunzi 25 pekee ndio wamefika kwa tarehe ya kufungua shule, huku wanafunzi wakiahidi kusoma kwa bidii. Hivi tunaongea wamefika jumla ya wanafunzi 25, ikiwa wasichana ni 15 na wavulana ni 10. Ninaahidi katika masomo yangu nitafanya vizuri ili nifikie ndoto zangu. Kwa upande wao, wazazi wamesema pamoja na kupanda kwa bei ya vyakula, wametambua umuhimu wa watoto kupata chakula wakiwa shuleni, huku akimshukuru mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko kufika katika shule hizo na kuahidi kuzifanyia kazi changamoto zilizojitokeza. Kweli kwa bei ya mchele kilo 20 ni 50,000. Maharage sado ni shilingi 12,000. Kwa hiyo mimi nahamasisha wazazi, naombeni tuchangie watoto ili wapate chakula shuleni. Nakushukuru mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wote wa serikali kututembelea katika shule zetu. Kwa kweli tumefarijika kwamba yote tunayokuwa tunakaa kwenye vikao kujadili na walimu wetu wakuu pamoja na walimu ambao wanafundisha watoto wetu leo yanasikilizwa na yatapelekwa. Aidha, Mrindoko amemwagiza mkurugenzi wa manispaa ya Mpanda kuhakikisha wanapita nyumba kwa nyumba, kuhamasisha na kuhakikisha watoto wote wenye umri wa kuanza shule wanaandikishwa. Changamoto ya mafuriko ya maji iliyokuwa ikisababishwa na wananchi wa kata ya Utengule Usongwe mkoani Mbeya kuyahama makazi yao imedhibitiwa na serikali kupitia ujenzi wa daraja la Sungwe, mradi uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 9 na ambao umefikia hatua ya utekelezaji kwa 98%. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Baadhi ya wananchi wa kata ya Utengule Usongwe waliozungumza na kituo hiki wamesema kuwa ujenzi wa daraja hilo utaondoa adha waliokuwa wakipata wakati wa msimu wa mvua na kuishukuru serikali kwa ujenzi wa daraja hilo. Changamoto ambayo ilikuwa hapa ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu sehemu hii hapa ilikuwa maji yakijaa hapa yanasababisha hawa jamaa wenye nyumba hizi hapa walikuwa hawakai hapa, na mpaka imesababisha huyu mwenye nyumba hii ahame. Sasa hivi yupo Chunya, ni kwa sababu ya mafuriko ambayo yalikuwa yanatokea hapa. Lakini baada ya kupata hili daraja, hii sasa hivi uafadhali tumeuona, hata waliokuwa wamehama hapa wamerudi tena. Kwa ujio wa ujenzi wa daraja inatunufaisha kutoa mafuriko, maana tulikuwa tunapata adha ya mafuriko
kwa nashindwa kufanya shughuli zetu hapa sana. Kwa hiyo tumenufaika sehemu kubwa sana. Hapa mahala palikuwa panasumbua sana, ila kwa sasa hivi naona papo safi. Kwa upande wake meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mbeya, mhandisi Suleiman Bishanga, ameeleza namna hali ilivyo ya daraja hilo. Hapa tulikosimama panaitwa Songwe, ambako tuko karibu kabisa na mpakani mwa mkoa wa Songwe. Ni moja ya eneo ambalo lilikuwa na changamoto ya daraja, kwa maana kama mnavyoona mji huu wote wakati wa mvua maji yalikuwa yanafurika kutokana na daraja tuliokuwa nalo dogo. Lakini pamoja na hali ya kipande cha barabara, eneo hili ilikuwa sio nzuri sana. Na kwa nini nasema tumshukuru Mheshimiwa Rais? Baada ya kuwa amewasiliana na wizara na serikali ikalazimisha kutoa fedha kwa ajili ya kurekebisha eneo hili, na zaidi ya bilioni 9 zimetumika hapa kwa ajili ya kuweka hili daraja la mita 40 ukilinganisha na daraja la awali ambalo lilikuwa ni mita 4 tu. Hata hivyo, mwakilishi wa meneja kitengo cha ushauri wa TANROADS mhandisi Emmanuel Tangale amesema kuwa kukamilika kwa daraja hilo kutachochea fursa za kiuchumi katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Umuhimu wa hili daraja ni muhimu sana kulingana na ile lango la kiuchumi ambao TANZAM Highway ndio corridor ambayo uchumi mkubwa kwenda kwenye nchi za Zambia na Kongo wanategemea sana barabara hii ya TANZAM Highway. Kwa hiyo kukamilika kwa daraja hili itakuwa ni uchocheo kubwa sana wa kiuchumi katika biashara kuu ya Tanzania na nchi jirani. Kama mnavyoona hata transporter wenyewe nao watakuwa wamefurahi sana. Nyuma yangu ni daraja ambalo limegharimu zaidi ya bilioni 9, na daraja hili linaenda kuwa msaada kwa wananchi wa eneo hili ambao walikuwa wanapata shida kutokana na mafuriko na kupelekea baadhi ya wananchi kuhama katika maeneo yao. Nikiripoti kutoka eneo hili ambapo daraja limejengwa la Songwe, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Jeshi la polisi mkoani Mwanza limewataka wananchi wa mkoani humo kuendelea kuwafichua wahalifu na kuwataka wahalifu kuachana na vitendo vya uhalifu na badala yake wajihusishe na shughuli halali zitakazowaletea maendeleo. Taarifa ya Emmanuel Meshak kutoka Mwanza inaeleza zaidi. Wito huo umetolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza Wilbrod Mutafungwa wakati mkutano wa hadhara kati ya jeshi la polisi na wananchi wa mtaa wa Mwalukila kata ya Lwanima wilayani Nyamagana, ambapo umefanyika kwa lengo la kujadili changamoto za kiusalama katika maeneo yao. Akizungumza kwenye mkutano huo, kamanda Mutafungwa amesema jeshi la polisi halitavumilia uhalifu kwa namna yoyote ile na kwamba litachukua hatua dhidi ya uhalifu kuanzia viwango vya chini ili kuwazuia wasifike hatua ya juu. Wahalifu, anzeni kutafuta shughuli nyingine halali ya kufanya. Sisi hatupuuzi uhalifu hata kidogo. Tunashughulika na mhalifu kuanzia kiwango cha chini, kumdhibiti kabla hajahama kwenda katika kiwango cha juu, kwa sababu akifika kule juu kabisa kule atasumbua watu sana. Kwa hiyo uhalifu tunatakiwa tuushughulikie katika mizizi yake, tukate mizizi ya uhalifu kila wakati, na jambo linalogusa usalama watu na mali zao liwe ni jambo linalopewa kipaumbele na liwe ni jambo linalofanywa kazi mara kwa mara. Muwe na vikao vya mara kwa mara vinavyohusu usalama wa watu na mali zao, kwa sababu hakuna maendeleo yote yatakayo uwepo kama watu hawana usalama. Usalama ndio nguzo yenyewe ya maendeleo yote. Ukilima mazao yako lazima kuwe na usalama, au sio? Kwa hiyo msiwape nafasi wahalifu hata kidogo, na jambo linalogusa usalama wenu msilijadili kwa utani. Nataka niwaambie jambo linalogusa usalama, jambo linalogusa wahalifu sio watu wazuri, tusiwachekee hata kidogo, tulijadili kwa umakini, tulijadili kwa uzito. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wilaya Nyamagana Virginia Sodoka amewataka watendaji wa serikali za mitaa na wenyeviti kushirikiana na wananchi katika kuanzisha na kuimarisha vikundi vya ulinzi shirikishi ili kuongeza nguvu ya kulinda amani na usalama katika kata hiyo. Tutaanza operation na kuna wengine wana uzoefu wa mambo ya ulinzi, wengine wametoka maeneo mbalimbali hapa, wanaweza wakatupa uzoefu wa maeneo ambayo wamefanyaje, wametoka. Sio lazima Lwanima, anaweza kuwa alikuwa Kishiri,
alikuwa Mirongo, alikuwa Buhongwa, alikuwa Mkorani, Butimba, alikuwa anafanya shughuli za ulinzi shirikishi. Ule uzoefu wake akauleta hapa. Kama hapa vikundi vipo na vimekufa, vinatakiwa vifanyeje? Viuishe. Mtendaji, mitaa yote, kata ya Lwanima, vikundi vya ulinzi shirikishi virudi, viuishwe, vichaguliwe upya, kwa sababu anasema vimekufa ni vya muda mrefu. Vichaguliwe upya na vichaguliwe na wananchi, viwe chini ya wenye viti, watachagua kamati, wenye viti watavisimamia, mkaguzi kata atavisimamia, na mimi mwenyewe kama usiji tafanyaje, tavisimamia na nitakuja kuvikagua. Afisa mtendaji wa kata ya Mwalukila Bi Fatna Said pamoja na mchungaji Emmanuel Nyamsuka wamepongeza jeshi la polisi kwa hatua ya kutoa elimu ya ulinzi shirikishi sambamba na umuhimu wa kutunza amani kwa wananchi na kuahidi kutoa ushirikiano kwa jeshi hilo katika kuwafichua wahalifu na kuhakikisha jamii yao inabaki salama. Kupitia mkutano huu wa RPC pamoja na OCD, sisi kama mtaa wa Mwalukila tumepokea maelekezo yote na tutaenda kuyafanyia kazi, na maelekezo ambayo tumeyapokea ni yale tutaenda kuanzisha kamati za ulinzi shirikishi tuweze kusaidiana katika kulinda amani au kulinda ulinzi na usalama katika eneo letu. Maana kumekuwa na wezi wengi, lakini kwa kutokana na mkutano huu tutajitahidi kwa hali na mali tuweze kuvunja hii cheni na kuweze kuwa na amani katika mtaa. Maelekezo ya Mheshimiwa RPC ya kweli tumeyapokea. Ushauri wangu ni kwamba kila mwananchi ajitahidi kuwa ni mlinzi katika mtaa huu, kwa ushauri wangu, kwa sababu kabla uongozi husika haujafika, wananchi wanafahamu tukio. Lazima wananchi wawe na ushirikiano wa kuweza kutoa taarifa kituo cha polisi pindi watakapoona jambo limejitokeza lenye viashiria vya uharibifu. Mkutano huo ni mwendelezo wa mkakati wa jeshi la polisi mkoani Mwanza katika kuimarisha dhana ya polisi jamii na kushirikisha wananchi moja kwa moja katika kuzuia na kudhibiti uhalifu. Wazazi na walezi wa watoto wanaosoma katika shule ya msingi Imala Mawazo iliyopo kijiji cha Ibondo kata ya Ludete wilayani Geita wameelezea hofu yao juu ya usalama wa watoto wao kutokana na ubovu wa miundombinu ya barabara, hususan daraja lililoharibika kwa muda mrefu katika eneo hilo. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inaeleza zaidi. Wamesema daraja hilo limekuwa ni tishio kubwa kwa usalama wa wanafunzi wanaovuka kutoka upande mmoja wa kijiji kwenda mwingine, hasa wakati wa msimu wa mvua, hali inayoongeza hatari ya ajali kwa watoto wanaoelekea shuleni. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wazazi na wakazi wa kitongoji cha Imara Mawazo sema kuwa kwa muda mrefu wanafunzi wamekuwa wakipata ugumu mkubwa wa kuvuka daraja hilo, jambo linaloathiri mahudhurio yao ya shule na kuhatarisha maisha yao. Changamoto hii daraja lazima litengenezwe. Maka wananchi wanafunzi wanahangaika, hata kwa pikipiki tu ni shida kubeba mizigo. Watoto wetu wanapoenda shule wakati ikinyesha mvua, kwa kweli hawakatishi kwenda shuleni. Maji yakijaa mpaka wazazi wote itabidi mnyeshewe mvua, mkakae pale darajani kuwasubiri watoto mpaka maji yapungue ndio mwanze kuwavusha. Lile daraja limekuwa na changamoto kubwa sana. Maji yakijaa, yani watoto inakuwa ni usumbufu. Mpaka watoto wakati mwingine ikinyesha wakati bado wako shuleni inabidi watoke shuleni usiku. Wananchi hao wamesema kuwa pamoja na jitihada walizokuwa wakizifanya kwa kushirikiana kurekebisha barabara mbalimbali ndani ya kitongoji chao, hawana uwezo wa kuboresha daraja hilo kutokana na uhitaji wa rasilimali na utaalamu zaidi. Uwezo wetu, tumechimba barabara kwa mikono yetu. Hii ni sehemu ya wajibu kwa sisi. Kuna wajibu wa serikali. Serikali inapaswa kuyatazama barabara haya, sio kuyaona tu, kwa vitendo ya chimbwe. Sasa nani anachimba? Mimi mwananchi nitachimba kwa uwezo wangu, lakini siwezi kuleta greda hapa. Sasa niombe kwamba serikali isisubiri hasara. Akizungumza katika moja ya mikutano ya kuhamasisha wazazi kuwapeleka watoto wao shule mara baada ya shule kufunguliwa, diwani wa kata Ludete ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita Jumanne Misungwi ameahidi kushughulikia changamoto hiyo kwa kushirikiana na mamlaka husika ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi na wananchi kwa ujumla, huku meneja wa TARURA
wilaya ya Geita, Mhandisi Bahati Sebuye, akizungumzia kwa njia ya simu, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na utatuzi wake. Anze kutengenezwa maendeleo. Mwenyekiti, kwa hiyo watoto waende wapi? Shule. Hata kama utakuwa mzazi hujakamilisha uniformu, wakati huo unaendelea kujipanga na uniformu, peleka mtoto shule. Na haya ni maelekezo mkuu wa shule. Pokea watoto. Kwa kifupi, changamoto tumeshaipata na tunaifahamu, na kwa sasa hivi tunaifanyia kazi, lakini tuna mkandarasi ambaye yuko maeneo ya Katoro, mtu ambaye tunatarajia aje kurekebisha hiyo hali hapo kama emergency. Kwa sasa wazazi na walezi wa watoto wa shule ya msingi Maramawazo wanaendelea kuiomba serikali na viongozi wa ngazi mbalimbali kuharakisha ujenzi wa daraja hilo ili kuondoa hatari kwa watoto wanaokwenda shuleni na kuboresha usafiri wa wananchi wa eneo hilo. Tanzania na China zinatarajiwa kushirikiana katika kutoa elimu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya mlima Kilimanjaro, ikiwa ni katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoathiri mlima wa Kilimanjaro na mazingira yake. Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wanahabari kwa ajili ya kutangaza awamu ya pili ya programu ya Guardians of the Peak inayolenga kutumia makala na filamu za televisheni kutoa elimu na kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo katika mlima Kilimanjaro kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwemo nchini China, mwakilishi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Emmanuel Ndumukwa, ambaye ni kaimu mkurugenzi wa idara ya filamu kutoka Bodi ya Filamu Tanzania, pamoja na mwenyekiti wa taasisi ya urafiki wa pamoja baina ya China na Tanzania Joseph Kahama, wamesema hatua hiyo ni mwendelezo wa taifa la Tanzania kutumia diplomasia ya utamaduni katika kutangaza na kuelimisha namna ambavyo nchi hiyo inalinda mazingira. Jukumu letu kubwa sasa sisi kama Bodi ya Filamu ni kusimamia, kuendeleza na kutangaza sekta ya filamu nchini, pamoja na kuhakikisha kwamba filamu za Kitanzania zinatumika kama chombo cha mawasiliano na nyenzo ya kutoa elimu, kuhifadhi historia ya utamaduni wetu na kukuza diplomasia kiutamaduni duniani. Mradi wa Guardian of the Peak ni mfano halisi wa namna filamu inavyoweza kuunganisha uhifadhi wa mazingira, utalii endelevu, lakini pia maendeleo ya taifa, hususan kwa vijana. Yaani kujenga na kudumisha taswira ya nchi yetu kama kisiwa cha amani, usalama na utulivu ambao tumerithishwa na waasisi wa nchi yetu na taifa letu. Kuvutia wawekezaji kupitia miradi halisi inayolinda mazingira na kuleta tija kwa jamii yetu. Mwaka huu kupitia Guardians of the Peak Season 2, nafurahi sana kuona mkazo mkubwa ukiwekwa kwenye uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi katika mlima. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Guardians of the Peak Ram Ali amesema katika awamu hii wanatarajiwa kutoa elimu pamoja na hamasa juu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo amelenga kufanya jukumu hilo na ubalozi wa China uliopo nchini Tanzania baada ya mafanikio ya awamu ya kwanza ambayo ilijikita katika kutangaza na kuvuta watalii kuja kutembelea mlima Kilimanjaro. Katika season ya kwanza tulikuwa tunahamasisha namna gani ya kuweza kutunza mazingira katika mlima Kilimanjaro, pia kutangaza utalii wa mlima Kilimanjaro katika soko la China na dunia. Lakini kwenye season ya pili tunaenda kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye mlima Kilimanjaro. Fursa hii tumeiona huko kwa sababu tunaamini huko ndo kuna uhitaji mkubwa sana, kwa sababu katika mlima Kilimanjaro kuna misitu na hii misitu inahitajika kulindwa. Tunailindaje hii misitu? Basi lazima tuweze kuhamasisha kwa kiasi kikubwa matumizi ya nishati safi ili kuepuka ukataji wa miti au kutumia miti katika shughuli zetu za kila siku. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo wakizungumza wamesema hatua hiyo inakwenda kuongeza hamasa kwa kundi la vijana kuwa mabalozi wema na chachu ya mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira, hali ambayo inapelekea uwepo wa mabadiliko ya tabia ya nchi.
Serikali mkoani Mara imeanza mkakati wa kuimarisha ulinzi na utunzaji wa miti inayopandwa kila mwaka, ikiwa ni sehemu za jitihada za kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabianchi yanayosababishwa na uharibifu wa mazingira. Adam Kaduto anaripoti kutoka Mara. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya kampeni ya mti wa mama au 27 ya kijani yaliyofanyika wilayani Musoma, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anasema mkoa unaendelea na mpango wa kupanda zaidi ya miti milioni 13 kila mwaka, sambamba na kuhakikisha miti hii inalindwa hadi ikue. Malengo katika mkoa wa Mara basi ni kuhakikisha kuwa kila mwaka tunapanda angalau miti milioni 13 na 500,000. Mwaka jana katika malengo hayo tulifanikiwa kufikia 70%. Huku wilaya au tuseme halmashauri ya wilaya ya Serengeti ikiwa imeongoza katika kufikia malengo hayo, kwani wao walifanikiwa kupanda miti milioni 1.2 Kwa upande wake, balozi wa mazingira kanda ya Ziwa anasema kampeni hii ina umuhimu mkubwa kwa wakati huu ambapo baadhi ya maeneo ya mkoa yameendelea kushuhudia uharibifu mkubwa wa mazingira unaotokana na shughuli za kibinadamu. Juu ya umuhimu wa mazingira na upandaji wa miti na namna ya kuitunza, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba kupanda mti ni jambo moja, lakini kuutunza na kuheshimu ni jambo la pili. Nahamasisha wananchi watumie mvua hizi ambazo zilizokuwa zinaendelea kupanda miti mingi ya kutosha, kwa sababu miti ina faida nyingi sana katika jamii, lakini pia katika ulimwengu kwa ujumla wake. Miti inasaidia kupunguza mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini miti pia inasaidia kupata mvua za uhakika. Katika hatua nyingine, viongozi wa wilaya ya Musoma wanatoa wito kwa wananchi kudhibiti mifugo na shughuli nyingine zinazoharibu miti, hususan katika maeneo ya shule na taasisi za umma ambako zoezi la upandaji miti limefanyika. Tusaidiwe katika kutunza hii miti ili wafugaji ambao wataleta mifugo yao katika maeneo ya shule wachukuliwe hatua kali. Jambo la pili, nifarijike sana. Mheshimiwa Rais alianzisha jambo jema sana kwenye nchi yetu la utunzaji wa mazingira. Na kwenye maeneo ambayo miti imeshapandwa, tutahakikisha kwamba yoyote atakayepitisha mifugo yake hatua kali zinachukuliwa. Kampeni ya mti wa mama 27 ya kijani imeendelea kuwa chachu ya ushiriki wa jamii katika kulinda mazingira, ikilenga kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia upandaji na utunzaji endelevu wa miti. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Umoja wa akina baba waishio katika eneo la Bushushu maarufu kama Uwababu umepanga mikakati ya kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kuanzisha SACCOS, kuwekeza kwenye miradi ya uzalishaji mali na kununua viwanja vya kujenga ukumbi wa mikutano ili kuongeza kipato na kujiinua kiuchumi. Mwamvita Mkondo arifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Huo ulianzishwa kwa lengo la kusaidiana katika shida na raha, huku likisisitiza mshikamano miongoni mwa wanachama. Aliyekuwa katibu wa umoja huo Laurent Mabara ameelezea malengo ya miaka 3 ijayo ni kukamilisha ujenzi wa ofisi, kuanzisha SACCOS, kuweka kwenye miradi ya uzalishaji mali na kununua kiwanja cha kujenga ukumbi wa mikutano ili kujiongezea kipato. Tunakwenda sasa kuisajili Uwababu kwa sababu sasa hivi tunapeana tu mikopo kwa kuandikisha fomu za kawaida za kuaminiana. Tunakwenda kuifanya kuwa ya kisheria ambapo watu watakopa pia pesa nyingi. Tutakopa zaidi ya pesa nyingi na maendeleo yanaweza kukua kupitia Uwababu. Mgeni rasmi wa hafla hiyo, afisa tarafa Aaron Laiza, akizungumza kwa niaba ya katibu tawala wilaya ya Shinyanga, amewapongeza wanachama wa Uwababu kwa mshikamano wao na kuanzisha umoja wenye lengo la kuwaleta pamoja na kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Na ukiona vidole vya watu vinakuelekea sana, ujue kwamba wewe ni wa thamani sana na jamii inakuhitaji. Wajibu wako ni kukubaliana na jamii hiyo, kushirikiana nao uweze kuwahudumia, kwa sababu haukuletwa hapo kwa bahati mbaya. Na kilichokuwa kinafanya wewe upate hofu kwamba sasa nipumzike ni kwa vile tu huoni thamani ya kile unachokitoa kwenye jamii, lakini jamii inaona thamani ya kile unachokitoa. Akizungumza mara baada ya zoezi la uchaguzi, mwenyekiti wa umoja huo Arnold Makombe
Amewaomba wanachama wote kushirikiana ili kufanikisha malengo yao na maendeleo ya umoja pamoja na jamii kwa ujumla. Wababu ilikofikia kwa miaka 10 ni kikundi ambacho mimi nakiona katika maono miaka 20 kitakuwa ni kikundi ambacho kitakuwa kinaongelea habari za tofauti kabisa. Kwa jinsi ambavyo kimeanza tu na kama shilingi milioni 3.5, leo tunaongelea milioni karibia 50 na kitu. Sasa uaminifu ule ambao tumeendelea nao basi uongezeke maradufu, na itakuwa ni ajabu mimi pamoja na watendaji wangu ambao mmetupa dhamana, tumeingia chama kiko pazuri kabisa, halafu ndani ya miaka 3 au mwaka mmoja chama kidorore. Sitakubali kitu cha namna hiyo. Natamani kimaliza muda wangu kuhakikisha kwamba chama nimekiacha mikono salama. Kwa hiyo pale ambapo mtu anafanya vibaya, usione aibu ya kumshughulikia kwa kuwa ni rafiki yako, kwa kuwa ni jirani. Mwambie ukweli kusudi hichi kikundi kiende. Katika kushirikiana na serikali kuboresha mazingira ya elimu nchini, taasisi ya Flavian Matata Foundation imejenga na kukabidhi vyoo vya kisasa Matundu 12 pamoja na sehemu maalum za kujihifadhi watoto wa kike wakati wa hedhi kwenye shule ya sekondari Kiwangwa iliyopo wilayani Bagamoyo mkoani Pwani, lengo likiwa ni kuwawezesha watoto wa kike kutimiza ndoto zao kwenye elimu. Tujiunge na mwandishi wetu Mrisho Mapeo kwa taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Pwani wakati wa hafla ya makabidhiano ya vyoo hivyo vya kisasa, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga ameishukuru na kuipongeza taasisi hiyo ya Flaviana Matata Foundation kwa kuwezesha ujenzi huo, na amewataka wadau wengine kuiga mfano huo kushirikiana na serikali kutatua changamoto za elimu. Nitoe wito kwa Watanzania wengine, tuige mfano wa dada yetu Flaviana Matata. Ni mfano wa kuigwa kwa vijana kama yeye. Huyu tungeweza kusema sasa hivi ni muda wa yeye kupambana, kujimarishia maisha yake, kujilimbikizia kwa umri wake. Lakini kwa umri wake yako ambayo yanapitiliza kuja kwa watu wengine ili na wenyewe pia yaweze kuwasaidia. Kwa hiyo nitoe wito, niwaombe Watanzania wenzangu kuwa mfano, kuiga mfano wa dada yetu Flaviana Matata ambaye kidogo anachokipata na fursa anayoipata anatanguliza jamii ya Watanzania mbele kuliko kutanguliza maslahi yake yeye binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Flaviana Matata Foundation, Flaviana Matata, amesema amekuwa akishirikiana na wadau mbalimbali katika kutatua changamoto za watoto hususan wa kike ili kutimiza malengo yao kwenye elimu, ambapo amejielekeza zaidi kwenye changamoto za vyoo na hedhi salama. Mradi mwingine ni kwa ajili ya hedhi salama na afya ya uzazi, kwa sababu tunajua changamoto iliyopo katika jamii. Hata mimba za utotoni, jamii inaozesha watoto wakiwa wadogo, na hiyo baadaye inakuja kuwa sababu ya matatizo mengi kama hizo alizozitaja mheshimiwa hapo awali. Lakini ili haya yote yaweze kufanyika, hata kama mtoto ana elimu ya hedhi salama, ana products za kujikimu kwa maana vidoso vile tunazita sanitary pad, vingine anavyotumia, kama akija kwenye mazingira ya shule yako rafiki, bado hataweza kujistiri, hataweza kuwa comfortable shuleni, anataka kubadilisha. Naye mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Kiwangwa pamoja na baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wameeleza furaha yao baada ya kusaidiwa kutatua changamoto hiyo ya upungufu wa matundu ya vyoo, na kusema kuwa itasaidia kupata muda mzuri wa masomo na kuongeza kiwango cha ufaulu. Kwa kweli ninashukuru sana kwa ufadhili ambao tumeupata kutoka kwa taasisi hii ya Flaviana Matata Foundation pamoja na wafadhili wetu Global. Kwa kweli hivi vyoo vimekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Hali ya watoto wa kike ilikuwa ni mbaya sana. Watoto wa kike walikuwa na vyoo vya matundu 8 kwa idadi ya wanafunzi takribani 590. Kwa hiyo hali ilikuwa ni mbaya. Ilikuwa inawalazimu kwenda chooni kwa kupanga foleni, wasubiriane, na wakati mwingine inatuletea changamoto wakati wa masomo. Inawalazimu kuchelewa vipindi darasani kutokana na foleni ambayo inawagharimu kule chooni. Kwa hiyo ujio wa vyoo hivi matundu 14 kwa ajili ya watoto wa kike na matundu 2 kwa ajili ya walimu, kwa kweli imekuwa ni msaada mkubwa sana.
maana hata walimu nao tulikuwa tuna hali ngumu sana. Asante Flaviana Matata kwa kutujengea hivi vyoo, vimetusaidia sana sisi wanafunzi. Sisi hasa wasichana wa kike tunapata shida sana, tunaweza hata kukaa siku nyingi sana bila kwenda shule. Kwa hiyo tunamshukuru sana Flaviana Matata pamoja na kundi lake na timu yake iweze kusaidia, endelee kuwa na moyo hivyo hivyo ili atujengee maeneo mengine. Napenda kushukuru klabu ya Flaviana Matata Foundation, imeweza kutujengea vyoo kama kwa sisi wasichana, imeweza kutusaidia kwanza kupunguza msongo wa mawazo, na pia tutakuwa tunajitahidi katika juhudi za kusoma, na yake hatutahangaikia tena na vyoo. Kwa hiyo tunashukuru sana, mmetusaidia. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasr, tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa yetu ya habari.